Bwana, ni rasmi sasa kwamba klabu ya Young Africans imepeleka malalamiko kwenye mahakama ya michezo duniani CAS, na miongoni mwa malalamiko ambayo wameyapeleka ni uvunjifu wa kanuni bila sababu za msingi, wakishtaki bodi ya ligi. Na moja ya mchezo ambao wameuweka kwamba kanuni zimevunjwa ni mchezo wa dabi kati ya Simba na Yanga, mchezo ambao ulitakiwa kuchezwa tarehe 8. Na sababu kitu ambacho wamekiainisha ni baada ya kwamba mchezo uliahirishwa pasina kufuata kanuni. Na kwa nini waliandika hivyo? Ni kwa sababu Simba aliahirisha mchezo bila sababu za msingi za kikanuni ambao zinaweza kumpa room ya yeye kugomea mchezo. Baada ya Simba kutishia kugomea mchezo, walichokifanya bodi ya ligi ni kwenda kuahirisha mchezo, kitu ambacho hakikuwa sawa na ni kitu ambacho kilikuwa ni kinyume na kanuni za ligi kuu Tanzania bara, na ndio maana Yanga waliamua kwenda kuishtaki kwenye mahakama ya michezo duniani au mahakama ya usuluhishi wa michezo duniani. Na wana hoja au hawana hoja? Nisikilize nikuambie. Kwa kawaida unavyoenda kupeleka kesi mahakamani kwenye mahakama ya michezo, kama ni hicho unachokilalamikia lazima una ushahidi nacho. Sasa Yanga hawajaenda kulalamika kupata alama 3 za bure, ila Yanga wameenda kulalamikia uvunjifu wa kanuni, kitu ambacho ni kinyume na utaratibu wa ligi kuu. Manake hiyo ni haki na watapata haki yao, kwa sababu mpira unaendeshwa kwa kanuni, na kanuni zikiwa hazijafuatwa manake klabu inaweza kwenda kulalamika, na ndio maana Yanga wameenda kulalamika. Kile ambacho wameenda kukilalamikia Yanga ni kwamba mchezo umevunjwa bila kufuata taratibu za kikanuni, na ni kweli mchezo ulivunjwa bila kufuata taratibu za kikanuni, kwa sababu kanuni zinaeleza kwamba mchezo utavunjika endapo kutakuwa kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, ama kutakuwa kuna viashiria ambavyo vinaonesha kutokuwa na usalama, au pia labda pengine yanatokea matatizo labda wachezaji kuumwa au kunini au kitu chochote ambacho hakiepukiki. Unajua kuna yale majanga ambayo hayaepukiki, kwamba yanatokea mmepata ajali na nini, mchezo utaahirishwa na kila mtu atapita upande mwingine mpaka tarehe itakapopangwa. Lakini kwa kile ambacho Simba wao walikilalamikia ni kuzuiwa tu kuingia uwanjani, kuto kufanya maandalizi ya mwisho, kitu ambacho hakimzuii au hakizuii timu kuto kwenda kucheza mchezo. Lakini kwa sababu Simba walichukua kama ni sababu, wao waliandika barua ya kuahirisha mchezo na ya kutishia kugomea mchezo. Baada ya kutishia kugomea mchezo, bodi ya ligi wakaenda kuahirisha mchezo, kitu ambacho ni kinyume na kanuni. Manake baada ya bodi ya ligi kwenda kuandika barua ya kuahirisha mchezo, kilichotokea ni kwamba Young Africans wao wakawa wamebaki na kanuni kwamba kwa sababu mchezo uliahirishwa kinyume na utaratibu, wao wanachokitaka ni kwenda kutafuta haki yao mbele kwa mbele, na ndio maana wameenda kushtaki CAS. Na kwa sababu mchezo uliahirishwa bila sababu za msingi, maana yake ni kwamba Yanga wana uwezo wa kupata haki yao. Yanga wana uwezo wa kushinda kesi, na wana uwezo wa kushinda kesi kwa sababu ni kweli bodi ya ligi iliahirisha mchezo bila kufuata taratibu. Na kama TFF ingefuata taratibu, manake Simba alipaswa kuadhibiwa kabla ya Yanga kwenda kuadhibiwa, kwa sababu Simba alizuiwa ndio kweli kuingia uwanjani, lakini aligomea mchezo. Baada ya kugomea mchezo, manake bodi ya ligi ilipaswa kuiadhibu klabu ya Simba kwa kuwapa Yanga alama 3 na alama 3 na magoli 3. Lakini kwa sababu bodi ya ligi nao waliingia kwenye mtego wa Simba, wakaamua kuahirisha mchezo, lakini wameahirisha mchezo kinyume na utaratibu. Maana yake ni kwamba kwenye malalamiko ya Young Africans ambao wamepeleka CAS, wana hoja ya msingi na wana haki ya kushinda kesi, kwa sababu wanachokilalamikia ni kweli kimeonekana wamenyimwa alama 3. Wa kwanza, kanuni imevunjwa bila utaratibu, lakini pia wao walipewa taarifa nje ya bodi ligi iliahirisha mchezo pasina kuwasiliana na hawa watu wote wawili, kwa maana ya Yanga na Simba, ila wao walichokifanya ni kuandika kwamba mchezo umeahirishwa, kitu ambacho pia ni kinyume na utaratibu. Maana yake ni kwamba Yanga wana haki zote za kwenda kushinda, na hii itawanyosha sana bodi ya ligi, kwa sababu unapovunja kanuni maana yake unawapa mamlaka watu wengine kufanya vitu vingine vya hovyo. Sasa Yanga walichokifanya ni kuto kuipa space bodi ya ligi kufanya vitu vya hovyo, na ndio maana wameenda kuishitaki. So far so good mpaka hivi sasa kwenye malalamiko ambayo Yanga wameainisha kwa maana ya kuvunjwa kanuni kiholela, ni kweli wana hoja ya msingi, kwa sababu bodi ya ligi walivunja kanuni wakiwa hawana sababu waliahirisha mchezo bila kuwa na sababu ya msingi, lakini Simba pia waligomea mchezo bila kuwa na sababu ya msingi. Tafsiri yake ni kwamba Yanga wapo sahihi na wanaweza kwenda kupata
haki yao, na haki yao ikipatikana, maana yake itabidi sijui itafanyika nini, lakini itabidi warudi nyumbani kukaa tena na bodi ili kujadiliana namna gani ambavyo wanaweza wakafanya, lakini naamini kwamba kwa kile ambacho Yanga amekiandika haki itapatikana. Sasa kesho nitakuletea taarifa kabisa kwamba ikitokea Yanga ameshinda, TFF watakutana na adhabu gani, lakini Yanga pia watapata haki yao kwenye misingi gani. Kwa leo tuishie hapa, endelea kusubscribe channel hii ya Ngereza TV, utapata update mbalimbali kuhusiana na masuala ya usajili, masuala ya uchambuzi kama hivi, lakini pia na taarifa mbalimbali za kimichezo, kwa sababu hapa ni sehemu ambayo unapata uchambuzi wa kina na unapata taarifa vizuri kabisa bila shida ya aina yoyote. Subscribe hapa ndani ya Ngereza TV na mambo yatakuwa vizuri kabisa.